mwanawe ambaye ana chapa yake, anafanana naye na ana sura yake, na ni maandiko yanasema hivyo. Ukisoma Wakolosai 1 mstari wa 15 inamzungumzia mwana wa Mungu ambaye ni Yesu, kitu ambacho katika Uislamu hakikubaliki, na inamzungumzia yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwa hivyo Mungu wa kweli aliye peke yake Mola ni Mungu ambaye hatujamuona, lakini ana mwanawe anayefanana naye kwa mujibu wa andiko hiyo. Na katika Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4 inasema ya kwamba huyu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu ana sura ya Mungu. Kwa hivyo Yesu ana sura ya Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu na kuna Yesu aliye na sura ya Mungu. Kuna Mungu na kuna Yesu aliye na mfano wa Mungu. Na ukisoma Waibrania 1 mstari wa 3 inasema pia Yesu ni chapa ya Mungu. Kwa hivyo Yesu ni chapa ya Mungu, Yesu ni mfano wa Mungu, na Yesu ni sura ya Mungu. Lakini kwa Mungu Yesu anasimama akiwa mwanawe, sio Mungu na Babili, anasimama akiwa mwanawe. Sasa kitu ambacho watu wengi hawajaweza kuelewa ni ya kwamba Yesu akiwa anasimama akiwa mwana wa Mungu, maandiko yanasema Mungu amemuridhisha mwanawe jina lake. Kwa hivyo ukisoma Waibrania 1 mstari wa 4 maandiko yanasema Yesu amerithi jina lililo tukufu ambao malaika hawawezi tumia. Hakuna malaika anaweza itwa Mungu, hakuna mwanadamu anafaa kuitwa Mungu. Yule anafaa kuitwa Mungu ni yule aliyeumba, Mungu aliye peke yake Mola, mwanawe ambaye ametokana na nafsi yake na chapa yake, yani amezaliwa, ametoka ndani ya Mungu. Yesu si wa kufananishwa ama kama vile sisi tunaitwa wana wa Mungu, tumefanyika wana wa Mungu, lakini Yesu ni mzaliwa wa Mungu. Hiyo ni kitu ambacho tutakuja kuzungumza, maana kwa Uislamu Mungu hazai kwa sababu hana mke, lakini Biblia inatamka aliyezaliwa ama mzaliwa pekee wa Mungu. Ukisoma Wakolosai 1:15 inasema Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Kwa hivyo amezaliwa kabla viumbe vyote havijaumbwa. Kwa hivyo kulingana na maandiko Yesu ni mzaliwa wa Mungu. Yesu anapozungumza akiwa anatumia mfalme Suleiman ambaye katika kitabu cha Methali 8 mstari wa 22 mpaka 25 utapata ya kwamba Yesu anasema nalizaliwa kabla ya vitu vyote, nalizaliwa. Kwa hivyo hii jina kuzaliwa ukiliweka katika akili ya wanadamu lazima utaweka kuna mwanamke aliyezaa, lakini Adam ambaye aliumbwa na Mungu ndani yake kulitoka mkewe. Kwa hivyo hilo jina ambalo linatumika kuzaa ni ya kwamba Mungu alimtoa mwanawe kutoka kwenye kifua chake. Kwa hivyo Yesu hajaumbwa kwa mujibu wa Biblia. Yesu si kiumbe, Yesu ni mzaliwa pekee wa Baba, lakini kwa kufanyika mwili ndio anakuja anazaliwa na Mariam. Kwa hivyo tunapomuita Yesu ni mwana wa Mungu, hatumuiti Yesu ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mariam pasipo mume, bali tunamuita Yesu ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mungu zamani. Sasa hapo ndipo tutaweza kuweka mada hiyo, tutakuja tuisungumzie kule, lakini kwa saa hii ninaomba niweze kumzungumzia Mungu aliye peke yake Mola, na kama itawezekana tutakuja kuangalia kuhusu mwanawe. Maana mimi kitu cha kwanza nimesema kwa Biblia hakuna utatu ama hakuna miungu mitatu inayotengeneza Mungu mmoja. Kwa Biblia hakuna, lakini kwa Biblia kuna Mungu mmoja aliye peke yake Mola. Naomba niweze kusoma kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3, na nikasema tutawaachilia maandiko ya mueleze Mungu alivyo, si vile ambavyo itikadi ya watu wanavyodhania Mungu alivyo, lakini Mungu anatosha kujieleza yeye ni nani, sio kuelezewa na watu. Biblia inasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo hapa imempwekesha Mungu, imesema Mungu wa pekee wa kweli, na kuna Yesu aliyetumwa na huyo Mungu. Kwa hivyo Yesu
Yesu hatengenezi nafsi ya Mungu, lakini kuna Mungu na kuna Yesu. Na Yesu tumesema anasimama akiwa mwanawe, lakini kuna Mungu aliye peke yake Mola. Tunaposoma katika Yuda, kitabu cha Yuda 1:3, kitabu cha Yuda 1:3, Biblia inasema hivi. Biblia inasema katika kitabu cha Yuda 1:3, wacha nisome mstari wa 3 na mstari wa 4. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuadikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, niliona imenilazimu kuandika ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokadhibiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiigiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna aliye peke yake Mola na kuna Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo kitu ambacho watu wengi wamedhania ni ya kwamba kuna Baba, kuna Mwana na kuna Roho, ati hawa watatu wanatengeneza Mungu mmoja. Hiyo sio imani ya Biblia, na Biblia haifundishi namna hiyo. Biblia inafundisha kuna Mungu aliye peke yake Mola na kuna Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa sababu pengine sasa tutakapokuja tuingie kwa Yesu, tutakuja tuone kwa nini Yesu ni halali kutumia jina la baba yake. Maana baba wa Yesu kwa mujibu wa Yohana 8:54, Yohana 8:54 inasema hivi. Yohana 8:54 inasema hivi. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu, anitukuzaye ni baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hivyo baba wa Yesu anaitwa Mungu wetu. Kwa hivyo Yesu kwa sababu ni mwana mzaliwa pekee wa baba, ana haki ya kutumia jina la baba yake, na ndio yeye mwenyewe anasema katika Yohana 5:43 anasema amekuja kwa jina la baba yake, amekuja kwa jina la baba yake. Yohana 5:43, Yohana 5:43 anasema hivi, mimi nimekuja kwa jina la baba yangu, mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Kwa hivyo Yesu kuna jina anatumia na ni jina la baba yake. Sasa huyu baba yake ndiye Mungu aliye peke yake Mola. Na Paulo anaposungumuza katika Wakorintho wa kwanza 8:6 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 8:6, Wakorintho wa kwanza 8:6, nitaanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 6. Inasema hivi, inasema hivi katika 8:6 Wakorintho wa kwanza anasema hivi, tunaanzia mstari wa 5. Anasema, kwa maana ijapokuwa wako waitoa miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyokuwa miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Kwa hivyo mimi naona tukiachia maandiko yaweze kumwelezea Mungu alivyo, andiko liko wazi. Tuna Mungu mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, na tuna Bwana mmoja Yesu Kristo, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo ambaye kwake vitu vyote vimekuweko, na sisi kwa yeye huyo. Kwa hivyo tuna Mungu mmoja na tuna Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na sasa kwa sababu Mungu ana roho wake, Mungu ana roho wake, Mungu hana Mungu mwingine anaitwa Mungu Roho, Mungu huyo hana, lakini Mungu ana roho wake. Kwa hivyo Mungu anatupa roho wake, Mungu hatupi Mungu mwingine anaitwa Mungu Roho. Sisi tuko na Mungu ambaye ni mmoja anayeitwa Baba. Na katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 4:6 Musa anawaambia Waisraeli, sikilizeni Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kwa hivyo hakuna Mungu watatu, kuna Mungu mmoja peke yake. Na Yesu alipokuja katika Marko, katika kitabu cha Marko 12 mstari wa 28 kuteremka mpaka 33, Yesu anakuja anasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye Bwana mmoja. Kwa hivyo Yesu pia anakubali Mungu ni mmoja, na huyo Mungu mmoja ni baba yake. Kwa hivyo Yesu anabaki kuwa mwana wa Mungu aliyezaliwa, sio aliyefanyika mwana,
aliyezaliwa